Katika jitihada za kuwainua kiuchumi wanawake, wajane pamoja na wale ambao wasiojiweza, kupitia katika masjid hii ya Taqwa hapa Ilala Bungoni jijini Dar es Salaam, kumefanyika semina, ikiwa hii leo ni siku ya pili ya semina hiyo ya kuwawezesha wakina mama hawa katika namna ya kuwasaidia katika kufanya ujasiriamali kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo zitakazoweza kumudu katika maisha yao. Sheikh Abdul Wakati ni imamu na ambaye pia ni msimamizi wa semina hiyo. Hapa anazungumzia lengo kuu la semina hiyo ya siku tatu. Tumefanyia semina kuwajengea uwezo wa kujifunza ujasiriamali, na tumewajengea uwezo kwa kupata elimu ya masoko na elimu ya nidhamu ya pesa, ili insha Allah wakipata pesa hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakipata fedha za zaka, basi waweze kuzalisha hizo pesa badala ya kuzitumia, badala ya kula tu. Ndio lengo hasa la semina hii ya kuwajengea uwezo kina mama, kuwafundisha ujasiriamali ili wapate kuzalisha mali, wafanye kazi, wajitume ili wapate riziki yao ya halali, wapate kumudu maisha, wapate kujisaidia badala ya kuwa omba. Unajua Uislamu unakataza kuomba ni haramu. Kuomba ni haramu ila kwa dharura. Sasa mama wa Kiislamu anayeomba huenda ni kwa sababu hajawezeshwa, hajasaidiwa, hajajengewa uwezo. Ndio maana tumechukua nafasi hii msikiti wa Taqwa Bungoni kuwajengea uwezo kina mama kwa kuwafundisha ujasiriamali na nidhamu ya pesa na kutafuta masoko. Miongoni mwa mada ambazo zimetolewa ni nidhamu ya fedha, ubunifu katika biashara pamoja na masoko. Unapoona maji ndoo nzima inauzwa shilingi 100, lakini ikachupa karita moja inauzwa shilingi 1000 au shilingi 500, ni kwa sababu elimu ya masoko imetumika pale. Ndio unaona leo maji yanauzwa kwa bei ile, na maji yote sawa, lakini kila mtu hapana maji yake. Anaamini kuna maji fulani mazuri sana kuliko maji mengine. Hamna tofauti yote. Tofauti ni ubora wa masoko, wa taaluma ya masoko iliyotumika katika uwekezaji wa yale maji. Akiba ni muhimu kwa sababu ni mwezi mzima, huwezi kujua. Umeweka bajeti ya shilingi 5000 lakini mgeni akaingia. Hutaweza kumwambia tuli leo kwa sababu bajeti yako haikuwepo. Lazima uweke akiba ambayo itakusaidia wewe unapopata na wageni au unapopata na shida yoyote ya haraka, ili uweze kuisolve au kuitatua ile shida. Kwa hiyo akiba utaweka 10% ya ile fedha. Ni wachache sana wanatumia hizo status. Hebu tutumie katika njia WhatsApp. Piga picha, weka na wateja wako. Jitahidi kuwa na mawasiliano na wateja wako. Kuwa na contact pia na wateja, sio wale wateja wa kudumu, lakini sio wapita njia. Yule mteja ambaye unahakika kama wewe ni fundi cherehani, wewe mama unashona cherehani, sawa, wanakuja kushona mitindo mbalimbali, umekuja muundo fulani wa mtindo mwingine wa ushonaji. Hebu chukua, piga, weka kwenye status, onyesha mule wateja wako wale ambao wanakuja kushona nguo, basi waone hiyo mitindo mbalimbali. Inawezekana pia ukatengeneza market. Nashukuru Mungu, nimefaidika kiasi kikubwa sana. Nashukuru alhamdulillah rabbil alamin. Nisilolijua nimeweza kulijua, nisilolifahamu nimeweza kulifungua akili kwa kiasi kikubwa. Mazuri, naona hata hizo siku kama zinaendelea, sio kwa manufaa kwamba tunakula na kunywa, hapana. Mafunzo elimu ambayo imenisogeza mbali sana. Kweli ni jasiriamali, nafanya biashara ndogo ndogo, lakini nilikuwa sijui kitengo hiki kinaanzia wapi, kitengo hiki hivi nikapata, lakini baada ya siku 2 hizi walianzisha jambo. Kesho ndio kilele cha semina hii ya siku tatu, ambapo wahitimu wanatarajia kukamilisha na kwenda kutekeleza kwa vitendo yale ambayo wameyapata hapa. Huu ni mwanzo tu wa kuwakomboa wajane nchini kote katika upande wa kiuchumi. Kwa niaba ya Ramadhan Komaji mcha Mungu pamoja na Zainur katika upande wa kamera, mimi ni Khalid Omar wa Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.